Audio Jungle. Ndugu kiongozi mbio za Mwenge Uhuru kitaifa. Kikundi cha vijana cha Jipe Moyo ni kikundi cha vijana kilichosajiliwa tarehe 18 mwezi wa 10 2024. Kikundi hiki kwa sasa kina jumla ya wanachama 5. Wanaume 3, wanawake 2. Ndugu kiongozi mbio za Mwenge Uhuru kitaifa. Kikundi hichi cha Jipe Moyo Kapemba kinajihusisha na mradi wa unenepeshaji ng'ombe. Mradi huu unatekelezwa eneo la kijiji cha Kapemba, eneo la Saranda, ndani ya mita 30 kutoka barabara kuu ya Mpanda Binza. Ndugu kiongozi mbio za Mwenge Uhuru kitaifa. Kikundi hichi kilipewa mkopo wa shilingi 900,000 na 500,000 mwezi wa kwanza mwaka 2025 na halmashauri ya wilaya ya Tanganyika kupitia 10% za mapato yake ya ndani, kipengele cha 4% za vijana. Mkopo huo ulipatiwa na halmashauri ya Tanganyika kwa mkataba wa kumaliza mkopo huo ndani ya miezi 15, yaani miezi 3 ya uzalishaji na miezi 12 ya urejeshaji. Mkopo huomba kila mwezi tunatakiwa kurejesha kiasi cha shilingi 792. Pia marejesho ya mkopo yataanza tarehe 13 mwezi wa 4 2025 na kumaliza mkopo huu tarehe 13 mwezi wa 3 2026. Ndugu kiongozi mbio za Mwenge Uhuru kitaifa. Baada ya kupata mkopo, kikundi kimefanikiwa kununua ng'ombe 16 ambao tunawafuga na kuwanenepesha kisha kuwauza. Zoezi la unenepeshaji ng'ombe litachukua kati ya kipindi cha miezi 3 hadi miezi 9. Kisha tunawauza na kununua ng'ombe wengine na kuendelea na shughuli ya unenepeshaji. Maji Mazwe ulitenga fedha kiasi cha shilingi milioni 342,734,345 katika bajeti ya mwaka wa fedha 2022/2023. Mradi huu umetekelezwa na mkandarasi Eka Company Limited ambaye aliingia mkataba na RUWASA mkoa wa Katavi mnamo tarehe 18 mwezi wa 2022 na kukamilisha kazi tarehe 30 mwezi wa 6 2023. Fedha za utekelezaji wa mradi huu zimetokana na programu ya malipo kwa matokeo. Kazi zilizotekelezwa ni ujenzi wa tenki lenye ujazo wa lita 50,000 kwenye mnara wa mita 6, ulazaji wa bomba zenye urefu wa mita 5607.36, ujenzi wa vituo 5 vya kuchotea maji, ujenzi wa nyumba ya kuendeshea mitambo, ujenzi wa uzio 2 wa kuzunguka tenki na chanzo cha maji, usimikaji wa alama za kuonesha maeneo bomba lilipopita, ufungaji wa nishati ya umeme jua yenye uwezo wa kuzalisha kilowatt 5.94, ufungaji wa pampu yenye uwezo wa kuzalisha lita 7,000 kwa saa na ununuzi wa pikipiki ya chombo cha maji kwa ajili ya kuwezesha usimamizi wa mradi wa maji. Chanzo cha maji ni kisima kirefu chenye kina cha mita 100 na kina uwezo wa kuzalisha lita 10,000 kwa saa. Hatua zilizofikiwa: mradi umekamilika kwa 100% kwa gharama shilingi milioni 307,675,300 ambazo tayari zimelipwa. Mradi huu umekabidhiwa kwa chombo cha watoaji huduma ya maji ngazi ya jamii Ibumi mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 2023 kwa ajili ya kusimamia huduma ya maji. Hivyo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2022 tulianza utekelezaji wa ujenzi wa majengo ya kujifungulia
upasuaji pamoja na jengo la kufulia. Tulipokea fedha ya nyongeza kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kiasi cha shilingi milioni 40 kwa ajili ya kuendeleza mradi, shilingi milioni 30 katika jengo la OPD na jengo la mama na mtoto, na kiasi cha shilingi milioni 10 kilichobaki kimeelekezwa katika jengo la kufulia, na hatua za ununuzi wa vifaa zimeanza. Hadi sasa mradi umetumia kiasi cha shilingi milioni 530, ambapo shilingi milioni 500 ni kutoka serikali kuu, shilingi milioni 30 ni kutoka mapato ya ndani. Kwa kuzingatia makisio ya awali ya mradi, kiasi cha shilingi milioni 58 kinahitajika kuongezwa ili kukamilisha mradi. Utekelezaji wa ujenzi wa kituo cha afya, jengo la OPD na maabara. Nguvu za wananchi. Wananchi walichangia nguvu zao kiasi cha shilingi milioni 5,600,000 katika vifaa asilia vya ujenzi. Serikali kuu ilitoa kiasi cha milioni 250. Fedha iliyotumika ni shilingi milioni 248,450,000, ikiwa milioni 166,929,150 ni jengo la OPD na shilingi milioni 81,520,850 jengo la maabara. Kichomea taka, kutokana na ufinyu wa bajeti, kichomea taka imeshindikana kabisa kuanza ujenzi wake. Changamoto ya kwanza ni ufinyu wa bajeti ya fedha zilizotolewa ukilinganisha na gharama halisi za ujenzi uliopelekea baadhi ya majengo kutokukamilika. Changamoto ya pili ni uwepo wa vifaa ambavyo vimelipiwa lakini havijafika store, hasa vifaa vya umeme. Lakini pia uwepo wa vifaa ambavyo vipo store lakini sivyo vinavyohitajika kutumika kwenye mradi. Ulioko hapa ni mradi wa ujenzi wa barabara ya Majalila kilomita 4 kwa kiwango cha lami. Wakala wa barabara za vijijini na mijini wilaya ya Tanganyika tulitengewa fedha kiasi cha bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa barabara za Majalila makao makuu ya wilaya kilomita 4 kwa kiwango cha lami. Hali ya mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, utekelezaji wa mradi wa barabara kilomita 4 ni kama ifuatavyo. Barabara ya kwanza ni barabara ya Kakoso, barabara ya pili ni barabara ya Ibenga, barabara ya tatu ni barabara ya Kagolokoko, barabara ya 4 ni barabara ya kuingia na kutoka ofisi za Dedi Tanganyika, na barabara ya 4 ni barabara ya Kaseta. Barabara mpya kutoka eneo la utawala kwenda kwa wananchi. Lakini chanzo cha fedha ni mfuko wa maalum wa barabara, special fund. Kiasi kilichotengwa ilikuwa ni bilioni 2, kiwango cha mkataba awali ulikuwa ni bilioni 1,862,544,675. Kiwango cha mkataba kilichoishwa kafikia bilioni 2. Muda wa mkataba ni siku 270. Tarehe ya kuanza kazi ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2024, na tarehe ya kumaliza kazi ni tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2025. Malipo ambayo yamefanyika pasa kwa mkandarasi ni advance payment milioni 279,344,101.25. Utekelezaji mpaka sasa ni 19%. Kazi zilizofanyika. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kazi zilizofanyika hadi sasa ni kama ifuatavyo. Mkandarasi ameleta mitambo eneo la kazi kama ilivyopita kule, anaendelea na kazi. Kukata tabaka la udongo lisilofaa topsoil kilomita 3.8, lakini pia kuweka changarawe tabaka la kwanza, la pili na la tatu kilomita 2.4, kuweka changarawe tabaka la kwanza na la pili mita 500, kukata tabaka la udongo sehemu zenye asili ya maji na kuweka mawe, ambao kazi inaendelea. Tumepita kule, anaendelea na kazi za kukata maeneo yale ambayo ni yana maji chini. Lakini pia maandalizi ya kuanza kazi barabara ya kuingia na kutoka ofisi za Dedi imeanza. Lakini pia kutoa mabomba ya maji na miundombinu ya umeme eneo la mradi kwa kushirikiana na Luwasa na TANESCO. Manufaa ya mradi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ujenzi wa barabara za Majalila makao makuu ya wilaya kwa kiwango cha lami ni muendelezo wa jitihada zilizofanywa na serikali kwa kufungua na kuboresha barabara katika wilaya ya Tanganyika. Aidha, katika utekelezaji wa mradi huu
Makundi mbalimbali yatanufaika na mradi huu kwa kupata ajira za muda mfupi. Kukamilika kwa barabara hizi kutaongeza ukuaji wa kiuchumi na kijamii, pia kurahisisha usafiri na usafirishaji, kupandisha hadhi makao makuu ya wilaya yetu na kuongeza mapato ya halmashauri yetu ya Tanganyika. Ni ujenzi wa madarasa mawili ya elimu ya awali pamoja na ofisi na ambayo iko kwenye hatua ya umaliziaji, na madarasa 4 na ofisi moja shule za msingi. Changamoto chache ikiwa ni pamoja na wazabuni kutofikisha vifaa vya ujenzi kwenye eneo la mradi kwa wakati, wazabuni kutoomba tenda kutangazwa kwenye mfumo, uhaba wa baadhi ya mafundi waliosajiliwa kwenye mfumo wa NeST kutokana na kuwepo kwa miradi mingi katika halmashauri yetu. Utatizo wa changamoto, tunaendelea kuwafuatilia wazabuni kwa ukaribu ili kuhakikisha wanafikisha vifaa vyote muhimu katika eneo la mradi kwa wakati na kutokwamisha maendeleo ya mradi.